Tumeamka vizuri na habari kubwa mitandaoni leo hii ni bodi tu ya ligi kuwaita wazee wa hatuchezi, mkae nao mezani ili muone mnacheza. Wazee wa hatuchezi, kwanza wito huo mnao mkononi mwenu? Ya, ni kweli tulipokea barua hiyo. Ndio. Uongozi wa bodi ya ligi ukielekeza barua hii kwa rais wa klabu ya Young Africans na kamati yake ya utendaji, ndio, wakiwaalika kwenye kikao ambacho kwa mujibu barua hile kinatakiwa kifanyike siku ya leo majira ya saa 4 asubuhi kwenye ofisi za bodi ya ligi Ilala pale jengo la NSSF. Nafikiri wengi wanapafahamu. Ndio. Kwa hiyo ni kweli barua hiyo na ajenda kubwa ambayo imeandikwa pale ni kwenda kujadili yanayohusu mchezo namba 184 ambao kimsingi mchezo huo ni dabi kati ya Young African Sports Club na Simba Sports Club. Ndio. Sasa mnasemaje, mnaitikia wito kwenda au inakuwaje bwana Ali Shaban? Muungwana hakatai wito, chef. Muungwana hakatai wito, ni bodi ya ligi umetuita na kwa kuwa walielekeza barua ile kwa rais na rais wa klabu ya Young Africans hayupo nchini kwa sasa. Ndio. Basi viongozi wengine, rais yuko Marekani. Ndio. Nilikutana naye mjini Munich na akawa tumeachana pale, yeye akawa anaelekea Harvard kwenye ile kozi yake, tukaagana vizuri pale. Ndio. Sahihi kabisa. Kwa hiyo viongozi wengine wa kamati ya utendaji wataelekea leo bodi ya ligi asubuhi hii kwa ajili ya kwenda kusikiliza ambacho wametuitia bodi ya ligi. Ndio. Mkasikilize mbivu na mbichi. Lakini wakati mnaenda kusikiliza, wito wenu mara zote tumekuwa tukiwasikia mnasema kwamba nyinyi hamna imani na bodi ya ligi. Mnaendaje kuwasikiliza watu ambao tayari mpeshapoteza imani nao? Mnaenda vipi kukaa nao mezani hii leo? Swali zuri sana. Na sisi tumezungumza jambo hilo na tumeandika matakwa yetu kwenda sehemu zote ambazo zinahusika na mpira Tanzania. Na sasa unapoitwa maana yake huwezi kutabiri wamekuitia nini. Kwa lazima kwanza ukasikilize. Pengine watu wanataka kuambia bana, kweli sisi bwana tumegundua tulifanya hiki na hiki na hiki, matakwa yenu hayako sahihi, kwa hiyo tumekuja tuagane hapa. You never know. Kwa hiyo unapoitwa cha kwanza nenda kasikilize. Na kwa kuwa umejikita kwenye barua yao, ajenda ikieleza ni kujadili yanayohusu mchezo namba 84 na wakasema ushiriki wetu ni muhimu kwa mustakabali wa klabu yetu, ligi na mchezo wa mpira wa miguu Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo tukasema twende tukasikilize. Kusikiliza sio vibaya, twende tukasikilize wametuitia nini siku ya leo. Kwa hiyo baada ya hapo sasa tutajua tulichoitiwa ni kitu gani na nini klabu ifanye. Lakini jambo moja la uhakika ambalo wanachama inabidi walifahamu, ile ambalo kamati ya utendaji waliliazimia kwenye tamko lao na yale matamko ya wanachama, hakuna hata moja iliyofutika. Yani hata nukta moja hakuna iliyofutika. Msimamo wa klabu ya Young Africans uko pale pale mpaka tunavyoingia kwenye kikao, na kama wakiruhusu kwenye salamu pia baada ya kuambia habari za asubuhi tutaongezea pia hatuchezi Na hapo hapo kidogo Mwanaidi naye ana swali. Na endapo labda matakwa yenu ambayo mmeyahitaji yakisikilizwa na kutekelezwa, pengine swala la kucheza litaendelea na tarehe ni ile ile 15 au mambo yatakuwaje, Ali Shabani kama? Yes, Yanga ni klabu ya mpira wa miguu. Hatuna shughuli nyingine sisi. Yanga hatulimi, hatufanyi chochote. Sisi ni klabu ya mpira wa miguu. Ndio. Kazi kubwa ambayo tuweka hapa ni kucheza mpira wa miguu. Kwa yale matakwa ambayo kamati ya utendaji iliainisha na kuyawasilisha kwa bodi ya ligi kwamba hili na hili na hili tunaona haliko sawa na halikuwa sawa kwa mujibu wa ushahidi huu na huu na huu, kuna kanuni hii na hii ilivunjwa hapa, hapakuwa sawa hivi na hivi na hivi.
haya afanyiwe kazi hivi na hivi na hivi, haya atokee hivi na hivi na hivi. Hayo mambo yakisikilizwa na yakafanyiwa kazi, bila shaka yoyote, wala sina haja ya kuwa na kigugumizi, bila shaka yoyote mbungi itapigwa. Lakini mpaka pale matakwa yatakapofanyiwa kazi ya klabu ya Young Africans ambayo yameshawasilishwa kwenye meza ya bodi ya ligi. Sawa. Tarehe pia itakuwa ni ile ile. Sasa ukitazama wewe mwenyewe tu Mwanaidi, jiongeze, leo ni Jumatatu. Ndio. Kwa mujibu wa ratiba mechi ni Jumapili. Watu hawajajiandaa, kwa hiyo mtoke atekeleza leo au kesho, maana yake muda huo utakuwa hautoshi. Kwa hiyo taratibu itabidi hiyo mbungi ipangiwe tarehe nyingine. Manake nyinyi hata kikosi sasa hivi hamna, kimeshasambaratika hivi kwa wakati huu. Ndio nikasema yani tu ukitaratibu tu hapo, wakishatekeleza matakwa ya Yanga yote ambayo tumeainisha, takwa lingine ni hiyo mbungi pia kupangiwa tarehe nyingine. Hilo takwa jipya. Hili ni takwa jipya yani kwa lugha nyepesi. Ni taratibu tu wa kawaida. Yani kwa lugha nyepesi. Taratibu sasa wa kutengeneza tiketi, tujue tunauza majukwaa shilingi ngapi. Mjue pia uwanja gani mtautumia, manake nyinyi wenyeji pia ama uwanja gani tujue uwanja gani. Ngoma itakuwa hapa au utairudisha pale pale Kamwe Dar es Salaam au utaipeleka Zanzibar, au sasa itakuwa ni kikao cha maandalizi ya mechi kinaanza sasa. Kamwe baada ya msikilize Ambangile naye ana maoni yake. Unasema Mwandamizi, mambo vipi? Safi kocha bana, umemuona Nuno Mendes? Sasa yani kwa lugha nyepesi ni kwamba Yanga saizi wanajiandaa Tanzania Prisons, ya? Hiyo tumeshaisema mapema, sisi maandalizi yetu tunajiandaa sasa hivi na Prison. Hata maandalizi unayoona ni level ya Prison, ni volume ya Prison hiyo. Ikija level ya Derby inabadilika kidogo. Kwa hiyo maandalizi ya sasa hivi ni Prison, ndio tunaendelea nayo. Kwa hiyo tuwezi kuwa tunajiandaa na Prison alafu ukatushtukiza tucheze Derby. Wiki moja haitoshi umemaliza Derby. Sasa wiki hizo si maandalizi ya Prisons. Acha Prison tuwape dawa ambao tumeiandaa. Unajua kila mgonjwa kwenye ligi hapa ana kipimo chake cha dawa. Ndio. Maandalizi ya Prison hayawezi kufanana. Ndio ukweli, performance level ya Simba iko juu ya Prison. Kwa maandalizi hayo inabidi yawe ya juu zaidi ili uweze kupata matokeo dhidi ya Simba. Kwa hiyo lazima tujiandae tena kwa kipimo kingine cha mnyama. Kwa sasa hivi aje tukasikilize tumeitiwa nini. Huenda leo lile wingu jeusi ambalo limetanda kwenye football ya Tanzania ndio likapata mwanga leo. Huenda moshi mweupe pale bodi ya ligi ukatoka leo baada ya kikao. Huenda, tumesema huenda. Sasa kwa hiyo tukasikilize. Kiamuliwa ya kuamuliwa tutawajuza. Ali. Sasa hii hypothetical, yani kinadharia tu, kwa mfano majibu ambayo yatatoka leo kutoka bodi ya ligi alafu yakawa hayajakidhi yale matakwa yenu, and then wao wakaendelea na ratiba kama kawaida, siku ya tarehe 15 timu moja ikawa imefika uwanjani, wewe unajua process zote zikafanyika, ikitokea pia watapewa hizo alama 3 na hiyo idadi ya magoli, tayari hiyo kwenu nyinyi mlishalifikiria kwa hatua mbele zaidi kwamba in case scenario kama hii ikitokea Yanga watareact vipi, ama hilo pia linasubiriwa mpaka likitokee ndio mtavyoreact? Kitu kimoja ambacho naweza kukuhakikishia George Ambangile, siku ambayo kamati ya utendaji ya klabu ya Yanga iliketi chini na kusema huu ndio msimamo wetu, maana yake walishafanya mahesabu ya njia zote na majibu yote. Ikiwa hivi itakuwa hivi, ikiwa hivi itakuwa hivi. Ndio maana taasisi kubwa huwa haipigi ramli, huwa inafanya sayansi yake ya kimahesabu kutoka mwanzo mpaka mwisho, kwamba decision hii tukiichukua madhara yake ni yapi, faida yake ni ipi. Unaangalia kwa mapana yake. Kwa hiyo ni watoe shaka kabisa hapo studio na wanachama wanaonisikiliza kupitia Sports Arena sasa hivi, kila hatua ambayo Yanga inachukua kwenye sakata hili imeshafanyiwa tathmini na viongozi wameshajua nini kesho itakwenda kutokea. Kwa hiyo wala hakuna mashaka. Cha muhimu kwanza, namba 1 hapa
ni yale matakwa ambayo klabu ya Yanga iliyaweka mezani. Hapo ndo namba moja. Yakishafanyiwa kazi hayo ndo tunakuja kwenye namba 2. Yasipofanyiwa kazi tayari namba 2 tunayo Yanga. Kwa hiyo George usiwe na wasiwasi. Ali, naam. Hivi tunavyozungumza kuna wanachama na mashabiki wa Yanga wanakuwa wanasikiliza. Kitu ambacho watakuwa wameweka kwenye mabano ni kwamba klabu yao imepeleka matakwa ndani ya bodi ya ligi ambayo wanahitaji kujibiwa. Na hapa sasa hivi kutakuwa na second guessing. Wapo ambao watakuwa wana gesi sahihi, wapo ambao watakuwa wanashindwa kugesi kwa usahihi kwamba ni nini ambacho klabu yetu wamepeleka. Ni iko ndani ya sehemu yako ya kuweza pengine kuainisha hata kidogo inchi kwamba bwana tulichopeleka ni ABCD, ama iko ni confidential mpaka pale majibu yatapotoka nyinyi mtasema hiki na hiki ndio tulichopeleka na hiki na hiki ndio tumejibiwa? Ipo ndani ya mamlaka yangu kwa sababu nayajua ambayo yalikuwa matakwa ya club, lakini kwa kuwa yamefanyika mawasiliano ya taasisi mbili, basi acha kwanza tuwe na subra. Na wenzetu pengine wamekuwa na hekima kubwa zaidi kuitisha kikao siku ya leo. Pengine acha kwanza viongozi kupata nafasi ya kujadili. Ndio maana nimwambia wanachama hili jambo halitakiwi kuwa siri. Hata hili jambo mlivyoniuliza hapa ningeanza kuzunguka, unajua taarifa hizi sio za kweli. Hapana. Hili jambo lina interest ya nchi, lina interest pana ya maendeleo ya mpira wa Tanzania. Kwa hiyo kila hatua ni lazima iwe hatua ambayo ya wazi, na wanachama, mashabiki na wadau wa mpira, hasa waandishi wa habari, wapate kuzijua hizo hatua. Kwa hiyo ikifika sasa hatua ya kueleza hayo matakwa, tutaeleza. Kama bodi ya ligi watashindwa kuyaeleza matakwa ya Yanga yalikuwa haya, unajua unapopeleka malalamiko yako au una mahitaji yako kwa mzazi, unasubiri yeye pengine anaweza kuyasema kwenye kikao cha mwisho cha familia, bwana tulivyokutana kaka yenu anataka kuoa. Wewe unasubiri. Asiposema utawaambia wadogo zako, jamani mimi nataka nioe. Kwa hiyo tunasubiri sasa hapa. Pengine kikao cha leo kikatupa hayo majibu ya matakwa yetu, au bodi wakasema bwana matakwa Yanga ni haya, tumeyafanyia kazi na tunakuja na utaratibu mwingine sasa. Swali langu la mwisho ili kamwe kwako. Ukiacha na haya yote yanaendelea bodi ya ligi, vipi kuhusu morali ya kikosi cha Yanga? Yaani ukiangalia tu body language ya wachezaji, ni aina wachezaji ambao unahisi ili sakata ni kama vile inawezekana labda limewatolea pia ile hamu ya kucheza mechi, ama unaona ni wachezaji ambao hata leo walete tu hii mechi kipigwe, jinsi unavyowaona body language yao? Unajua wachezaji hawa wanapenda kucheza hizi mechi kubwa. Na zamani wakati niko nje ya club nilikuwa naamini wanapenda kucheza mechi kubwa kwa sababu tu zinakuwa ni platform ya wao kuonekana hivi na hivi. Lakini kumbe mzigo ambao huwa unawekwa kwenye hizi mechi kubwa ni motivation kubwa sana hawa wachezaji. Yaani bonus ambayo huwa wanaipata kwenye hizi mechi kubwa ndio huwa zinawafanya na wao watamani kucheza hizi mechi. Kwa hiyo wachezaji wao ukiwaangalia, wao wako tayari kivyo vyote vile, lakini wanaheshimu maamuzi na miongozo ya taasisi. Lakini wao wako tayari, yani wako tayari na wanafanya mazoezi, wanasema sisi tutakachokiamua viongozi wetu tutakifanya. Na wenyewe wana hamu na hiyo mechi kwa sababu ya kibunda. Bwana mkituletea hao watu maana yake kibunda kitakuwa kikubwa, ndio tutaufunga msimu hapa kwa furaha. Hii mechi bonus zake shaka zinakuwa nzito. Kwa hiyo mtu anafunga msimu pale akiwa amenona kweli kwenye mfuko. Kwa hiyo wao wanasubiri, wanasubiri, na ndio maana tumwambia sasa hivi jiandaeni Tanzania Prison, achukue ni point 3 inshallah, alafu haya mengine tutakuja kuwajuza. Na tayari mmeshajua timu inayokwenda leo kukutana nao bodi ya ligi, maana kama tulivyosema rais hayupo, makamu vipi naye yupo mjini? Maana sije kawa yuko visiwani. Makamu wa rais yupo tayari mjini, ameshaingia kutokea visiwani. Ndio. Na yeye ndio atakayeongoza jopo hilo la viongozi. Tutakuwa na viongozi wengi. Mimi mwenyewe nitakuwepo. Wewe mwenyewe. Yaani sasa mimi msemaji wa Yanga naachwa vipi nje? Taingia pale ndani. Ndiyo. Na nimekwambia wakinipa nafasi ya kusalimia, tasema tu habari za asubuhi,
hatuchezi wow. Sawa. Ali Shabani Kame, penginepo mna mechi ya kirafiki hii leo Leo mna mechi ya kirafiki? Yes, tuna mechi ya kimazoezi. Haijafika kuwa friendly match, ni training match ambayo inapigwa training match. Ni indoor. Ni mechi ya ndani ambayo hata shabiki hataruhusiwa kuingia ndani. Kwa hiyo tutapiga KMC hapa asubuhi hii na wenyeji wetu wa uwanja hapa ambao ni KMC Complex. KMC Football Club kwenye uwanja wa KMC Complex. Kwa hiyo ni mechi ya kimazoezi ambayo walimu wanajikita kwenye zile details za kiufundi kuona yale kama yameeleweka kwa wachezaji wao. Sawa, tunakushukuru sana Ali Shabani kwa kuungana nasi asubuhi hii. Shukrani sana. Asante sana. Naam, wazee wa hatuchezi hao Ali Shabani kama mmemsikia afisa habari wa Young Africans akizungumza. Na naweza kuliona hili jambo lilivyo, hili jambo imebidi bodi wawaite Young Africans. Wawaite ili kunusuru hii kadhia, na unaweza ukasema kama walichelewa bodi, kwa sababu sikuona sababu ya siku zote hizo watu wanapiga kelele mpaka uje dakika ya mwisho ya wiki ya mwisho hii ya lala salama uite. Yani sikujua mantiki yao ilikuwa nini siku zote ile. Na hao bodi ambao wamewaita Young Africans, hao bodi hawajatoka mpaka leo kuja kuomba radhi kutokana na kadhia ile. Sio mamlaka pia ya mpira wa nchi wanachunguza huo. Sasa wakati wanachunguza wanawaitia Yanga ofeni. Inawezekana uchunguzi tayari. Ndio wanaenda kuambia kwamba tushakamilisha. Inawezekana pia. Basi ni jambo ambalo wakati linaanza watu wengi hatukufikiria litafika huko. Kwa sababu ni mambo ambayo yameshatokea nyuma na yaliisha tu bila kadhia yoyote. Kwa pande mbili zilikaa, busara ikatumika na mambo yakaendelea. Ingekuwa ni mara ya kwanza tuka, lakini mpaka hivi sasa unaona Yanga wameamua walimaliza ile jambo kwa njia nyingine ambayo huko nyuma ilikuwa si rahisi kuona vilabu hivi viwili vinafanya kama walivyofanya Yanga, kwa sababu yameshatokea mengi na mnaitwa tu pembeni, jamani hivi na hivi na hivi, inatoka taarifa yameisha. Lakini Yanga naona wameshikilia bomba mpaka hivi sasa, na inawezekana ikawa mbaya hivi sasa, lakini ikawa labda ndo nzuri uko mbele kufungua milango sasa kuanza kuweka vitu vile katika mpangilio na misimamo ambayo imejiwekea, kwa maana ya kanuni na sheria ambazo zimewekwa. Kwa sababu kuna kipindi busara ilikuwa inatumika sana kuliko kanuni, lakini sasa naona kama kanuni watu wametaka ianze kutumika vile ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo kila kitu faida na hasara. Hasara yake itapelekea ligi isishe kwa wakati labda, au yakatokea mengine labda bingwa kapatikana kwa njia nyingine na vitu vingine vingi, lakini faida yake ni kwamba kwenye hili tunajifunza namna gani ya kusimamia kanuni. Kama kile ambacho umekiweka unakiamini, basi kisimamie. Kwa hiyo ni somo tunapata, lakini kikubwa zaidi ni tuangalie mpira wetu pia unakoelekea, isije tena ikaja kuleta mambo mengine huko mbele ambayo yakaleta taswira mbaya kwenye ligi yetu ambayo imekuwa ni nzuri huko nje, inaheshimika, watu inavutia watu wengi na wawekezaji wamekuwa wengi. Kwa hiyo hao wote lazima tuangalie wanaweza kuathirika vipi na hiki kinachoendelea. Japokuwa dalili tayari zinaonyesha kwamba mchezo huo pengine utachezwa, ila sasa issue ni kwamba tumemsikia Ali Shabani kama akisema kwamba tarehe pengine haiwezi kuwa hiyo 15 tena. Na kama sio 15 maana yake unazidi kuidisturb ligi tena. Isiishe kwa wakati ule ambao ndio madhara makubwa ya kuto enforce, yani kutofuata kanuni jinsi ambavyo zinatakiwa ziwe. Tuliweka kanuni katika mchezo wa mpira wa miguu kwa mahususi kabisa katika kukabiliana na hali kama hizi. Na kama tunaziweka kanuni alafu kanuni zinakuwa selective kwa baadhi ya timu, nafikiri inakuwa hatupo sawa, na mpira haupaswi kuwa hivi. Nafikiri moja pia hata sababu ya FIFA ni kwa kuagiza federation nyingi sana kuwekea mkazo katika ufuatiliaji wa kanuni ni kuepusha mambo kama haya, kwa sababu
hivi tunavyoongea, manake okay pengine kwa sababu Simba alienda kucheza mpaka finali ya CAF Confederation. Ratiba ilikuwa inaonyesha ligi ingeweza kuisha tarehe 25 na tarehe 25 ndio ilikuwa finali ya mkondo wa pili. Kwa maybe ligi kusogea mbele kungekuwa na sababu, kwa sababu ya issue ya Simba kucheza CAF Confederation, na isingeweza kufika mbali sana. Pengine hivi tunavyoongea ligi ingekuwa tayari imeshaisha, kwa sababu tangu Simba ilipocheza mkondo wa pili tarehe 25 mpaka leo hii tarehe 9 nafikiri kuna wiki za kutosha tu hapa katikati zimeshakatiza, ambazo ukiangalia idadi ya mechi ambazo zilizobaki tangu Simba anacheza mkondo wa pili, alikuwa nafikiri abakiza naye mechi 3 au 4 tu kasikosea. Timu zingine zote zilikuwa zibakiza mechi 2 au 3. Kwa hivi tunavyoongea ligi ilikuwa tayari imeshaisha. Sasa hivi pengine tumeshaanza kuibua mambo mengine kabisa, mambo usajili, mambo nini, vitu vingi tu sasa hivi ingekuwa tunaanza kuzungumza. Lakini tu ni kwa sababu tu kanuni tuliamua kuzikanyaga katika muda ambapo ilikuwepo kanuni, ilikuwa iko wazi kabisa kanuni kutekelezwa. Lingetokea jambo ambalo pengine kungekuwa na loophole kwenye kanuni, bwana, hiki kilichotokea hakuna sehemu yoyote kwenye kanuni zetu za mpira inaelekeza vyombo vinavyosimamia mpira nini wanatakiwa wafanye, lakini kanuni ilikuwa